Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ni robo ya 4, mafundisho ya imani kutoka kwa Yeshua. Leo tunaenda kuliangazia somo hili la 9, siku ya Jumatatu, Novemba 24. Mada ya leo inasema nchi kama zawadi. Soma kutoka sura ya 3 aya ya 8. Mambo ya Walawi 20:22, aya ya 23 katika sura 25, kitabu Mambo ya Walawi. Hesabu 13 aya 27. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 4 aya ya kwanza na aya 25 na aya 26. Torati sura ya 6 aya ya 3 na Zaburi 24 aya ya kwanza. Kulikuwa na uhusiano gani maalum kati ya Mungu, Israeli na ile nchi ya ahadi? Katika kiwango cha msingi kabisa, ardhi huwa inatoa utambulisho wa taifa. Kwa kuonesha mahali pa taifa, hiyo pia ilionyesha shughuli na mtindo wa maisha wa taifa hilo. Watumwa hawakuwa na mizizi na hawakuwa na kwao. Mtu mwingine ndiye aliyenufaika na matokeo ya kazi yao. Kuwa na nchi kulimaanisha kuwa huru. Utambulisho wa watu walioteuliwa uliunganishwa kwa uthabiti kabisa na nchi walioikaa. Kulikuwa na uhusiano maalum kati ya Mungu, Israeli na ile nchi. Israeli iliipokea ile nchi kutoka kwa Mungu kama zawadi, si kama haki isiyoweza kuondolewa. Ili mradi watu hawa walioteuliwa wangedumu kuwa katika uhusiano wa kiagano na Yahwe na kuheshimu kanuni za agano, wangedumu kuimiliki ile nchi. Kwa maneno mengine, wasingekuwa na ile nchi na baraka zake bila kuwa na baraka ya Mungu. Wakati huo huo, ni kweli kwamba ile nchi ilitoa kioo ambacho kupitia kwa hicho Israeli wangeweza kumwelewa Mungu kwa ubora zaidi. Kuishi kwenye ile nchi kungewakumbusha daima juu ya Mungu aliye mwaminifu, anayezitunza ahadi zake na mwenye kutegemewa. Iwe ni ile nchi au Israeli, hakuna ambacho kingekuwepo bila kuanzishwa na Mungu, aliyekuwa chimbuko na msingi wa kuwepo kwao. Waisraeli walipokuwa kule Misri, mto Naili na mfumo wa umwagiliaji viliunganika na kazi ngumu, vilitoa mazao walioyahitaji kwa ajili ya kujikimu. Kanaani ilikuwa tofauti. Walitegemea mvua kwa ajili ya wingi wa mavuno, na ni Mungu peke yake ambaye angetawala hiyo hali ya hewa. Hivyo, nchi iliwakumbusha Waisraeli juu ya hali yao ya kudumu kumtegemea Mungu. Hata kama Israeli ilipokea nchi kama zawadi kutoka kwa Yahwe, kwa maana ya juu kabisa, Mungu mwenyewe alisalia kuwa ndiye mmiliki. Yeye akiwa mmiliki wa kweli wa dunia yote. Katika Zaburi ya 24 aya ya kwanza, Yahwe anayo haki ya kuwagawia Israeli ile nchi au kuichukua kutoka kwao. Kama Mungu ndiye mmiliki wa ile nchi, Waisraeli na kwa upana zaidi wanadamu wote ni wageni na wapitaji, au katika maneno ya kisasa, sisi sote tu wageni wa kipindi kirefu kwenye ardhi yake au dunia yake. Kwa kuzingatia Petro wa kwanza sura ya 2 ya 11 na Waebrania 11 ya 9 hadi 13, inamaanisha nini kwako binafsi kuishi kama mgeni na mpitaji, ukilitazamia lile jiji ambalo mwenye kulibuni na kulijenga ni Mungu mwenyewe? Hii ni Novemba 24, siku ya Jumatatu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.